Kwa majina naitwa Engineer Alinanuswe Lazeki Kiamba, meneja wa TANROADS mkoa wa Dar es Salaam. Katika mkoa wa Dar es Salaam tuna miradi ya dharura mitano. Mradi wa kwanza kama ulivyopita kule Mtongani ni ujenzi wa daraja ya Mtongani ambalo lina mita 20 lakini lina njia za maingilio kilomita 1.2. Daraja kwa ujumla kwa sasa hivi magari yanapita juu na hizi njia za maingilio sasa hivi zinakamilika kwa kiasi cha mwisho. Mradi huo wa Mtongani mkandarasi ni Shandong, ni kampuni kutoka China. Mradi mwingine wa pili katika miradi ile ya dharura ambayo Mheshimiwa Rais alitupatia katika mkoa wa Dar es Salaam ni mradi wa Mkwajuni. Hapa tulipo ndio kwenye daraja ya Mkwajuni kama unavyoona. Daraja limekwisha kamilika na magari tumeshafungua yanapita juu. Sasa hivi tunafungulia njia za maji. Kilichobaki ni kuweka zege la lami pale juu, ambalo kwa sasa hivi tunategemea ndani ya wiki 2 zijazo tutakuwa tumeshakamilisha kazi hii ya kuweka zege la lami. Daraja hili lina upana wa mita 20 na mkandarasi aliyejenga daraja hili anaitwa Kings Builders ambaye ni mzawa wa Tanzania. Mradi mwingine ambao tunautekeleza katika mkoa wa Dar es Salaam ni daraja la Kigogo. Unaweza kaona miradi hii yote mitatu, daraja la Kigogo, Mkwajuni pamoja na Mtongani, yote hiyo katika wilaya ya Kinondoni. Daraja la Kigogo lina ukubwa wa mita 50, lakini zaidi kina chake ni mita 10. Kwa hiyo liko juu kabisa. Mkandarasi anayetekeleza anaitwa Kings Builders, mzawa wa Tanzania. Lakini daraja hili pia linahusisha njia za maingilio mita 680 kutoka pale ilipoishia BRT Ilala Boma mpaka karibu na roundabout ya Kigogo. Daraja limekwisha kamilika. Sasa hivi tunaendelea na shughuli za kuweka njia za maingilio ambazo na zenyewe tuko kwenye hatua za mwisho. Kuna mradi wa daraja la Kisarawe 2 ambalo ni pamoja na daraja la Amani Gomvu. Madaraja yote ya mita 15. Madaraja haya yanatekelezwa na mkandarasi mzawa anaitwa Osaka Company Limited. Kwa sasa hivi madaraja yote yamekwisha kamilika, bado njia za maingilio tu hazijakamilika. Tunaendelea, tunajitahidi ndani ya wiki 2 zijazo tumekwisha kamilisha na magari yawe yanapita juu. Mradi wa 5 ambao ndio wa mwisho kwenye miradi ya dharura ambayo Mheshimiwa Rais alitupatia katika mkoa wa Dar es Salaam, mradi wa daraja la Nguva. Mradi huu unatekelezwa na mkandarasi anaitwa Nyanza Limited, mzawa. Daraja hili lina urefu wa mita 60 lakini pia lina njia za maingilio ya mita 300. Daraja limekwisha kamilika. Sasa hivi ndani ya wiki 1 tutakuwa tumefungua, magari yanapita juu. Sasa unaweza kaona miradi yote ya dharura imeanza mwaka jana na inakamilika mwaka huu mapema kabla ya mwezi Machi, itakuwa yote imekwisha kamilika. Tunawashukuru wakandarasi wazawa waliofanya kazi hii kwa juhudi kubwa mno. Madaraja mengi yote ni ya zege na ni ya kudumu, lakini mengine yalihitaji vyuma kutoka nje ya nchi kwa ajili ya kuweka kama girders. Kwa hiyo tumekwisha kamilisha kwa kiasi cha 85 mpaka 90 baadhi ya madaraja mengine. Jumla miradi hii ya dharura pekee ambayo Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alitupatia katika mkoa wa Dar es Salaam ina jumla ya bilioni 71, miradi yote mitano. Kwa hiyo ni fedha ambazo zilikuja kwa ajili ya kutekeleza miradi ya dharura ambayo kwa kweli ilikuwa inasumbua sana kipindi cha mafuriko katika mkoa wa Dar es Salaam. Kila mwaka tulikuwa tukisumbuliwa sana maji kujaa juu ya daraja, maji kupita juu ya barabara. Lakini tunaamini masika ya mwaka huu hata tukuta tena chini ya daraja. Katika miradi yote hii ya dharura, miradi yote ina taa.
Katika miradi yote mitano ya dharura tutasimika taa 206 ambazo tumegawanya kwenye kila daraja. Kutakuwa na taa na kutakuwa na vivuko, njia za kupita kwa miguu. Kwa hiyo tumezingatia hatua zote za usalama katika miradi hii yote ya dharura. Wito wangu kwa wananchi, tuombe miradi hii imetekelezwa kwa gharama kubwa sana. Tuombe ushirikiano wa pamoja kuilinda miradi hii ili iweze kudumu. Kwa maana tutaweka mataa, tutaweka vyuma, guardrails. Tunaomba ulinzi shirikishi ili haya madaraja tunayojenga na barabara hizo tunazojenga ziweze kutusaidia kwa kipindi kirefu pasipo kuwa na uharibifu au wizi wa hizi samani za barabarani. Kwa majina anaitwa Akre Laurent Kiabi, mkazi wa maeneo ya Triple J Msichoke, na ni mjasiriamali fundi sofa jirani na daraja. Kikweli nashukuru kwa jicho la serikali kuona namna ya kuboresha daraja hili, kwa sababu mwanzo ukiangalia daraja lililokuwepo lilikuwa dogo na lilikuwa na chemba ndogo ndogo ambayo ilipelekea majanga yaliyotokea mwaka juzi. Kwa hiyo kwa ujenzi wa daraja hili na namna alivyoboresha miundombinu, nashukuru na kuona kwamba madhara yaliyotokea kipindi cha nyuma hawezi kujirudia tena, na kwa wote ambao ni wakazi wa maeneo jirani kukumbwa na majanga yaliyotokea kipindi kile hataweza kujitokea tena. Kwa hiyo nashukuru serikali na uongozi wote ambao umeona namna ya kuboresha daraja hili, na sisi wakazi wa maeneo jirani tunashukuru, kwa sababu majanga yaliyotokea kipindi kile yalikuwa ni makubwa sana, na kwa uboreshaji ulioonyeshwa sasa hivi wa daraja hili hapa, sidhani kama kuna matatizo mengine yanaweza kujitokeza, kwa sababu kuna chemba nimeona wameweka za emergency. Hata kama ikitokea daraja likizidiwa, kuna chemba ya kutolea maji, ambao mwanzoni kutokana na kukosekana hizo chemba kulipelekea daraja likameguka. Kwa hiyo kukawa hakuna uwezekano wa watu wanaotoka Kunduchi kwenda Ununio kupita kutokana na sehemu ambao kulikuwa na kipande cha lami kilimeguka. Kwa hiyo nashukuru serikali kwa namna walivyojitoa, kwa namna ambavyo wanaendelea kutujali sisi wananchi wao. Majina anaitwa Ayubu Aloisi, natokea Mtongani jiji, kampuni ya Chando. Sisi kama vijana tunashukuru kupewa ajira katika daraja hili ambayo imetufanya tunaweza kukamilisha malengo yetu. Nishukuru serikali kwa utekelezaji wake wa mradi huu. Kwa majina anaitwa Maimbo Saleh Mohamed, ni mkazi wa Tegeta. Naishukuru sana serikali kwa kunipa ajira hii, na namshukuru sana Mama Samia Suluhu Hassan kwa kutupa kampani kama vijana, ili kwa kutupa mradi kama hivi. Na pia tunamshukuru mama zaidi kwa sababu vijana wengi sana tukua mtaani, japokuwa sio wote. Umeona ametupa ajira kama hivi. Tunaishukuru pia Shadom kwa kutupa ajira kama hii, na tunaishukuru sana. Kazi hii inanisaidia, kwa mfano na mtoto nasomesha, na mke nalipa kodi. Inanisaidia vitu vingi sana, na inani move on, kwa sababu maisha ya mwanzo na sasa hivi ni vitu viwili tofauti. Na mimi kwenye kazi hii ni kama labor, lakini napiga kazi zote. Nafanya plumbing na steel fixer, nafanya mason. Kwa jina naitwa Donald Luchagula Kanyele au Masanja fundi Kibaoni. Kwa sasa tunashukuru maji hata tusumbua tena, maana daraja limewekwa juu. Tunashukuru. Kipindi cha kwanza ilikuwa wakule avuke na wakule avuke. Tulikuwa tunakaa kama masaa 4. Baada ya masaa 4 yakati maji kidogo, lakini kwa sasa daraja limenyanyuka vizuri, na sisi tunashukuru wananchi. Tunasema asante kwa huduma mlioifanya. Mama namshukuru sana na upiga mwingi. Namshukuru sana kwa huduma aliyotufanyia hii. Hatukutegemea kwamba tutatengenezwa hili daraja, lakini nashukuru mama amefanya juu chini, na wakandarasi wake na washukuru chochote kile walichokifanya hapa. Jina langu naitwa Simon John Saba, kazi wa hapa Mwongozo Kibaoni Kigamboni. Mimi kazi yangu ni bodaboda, niko hapa Kibaoni Mwongozo. Tulikuwa na changamoto sana katika mazingira yetu utendaji wa kazi, hususan daraja hili la Nguva. Daraja la Nguva limetusumbua kwa muda mrefu sana kidogo. Kwa hiyo bodaboda wenzangu, wafanyakazi wenzangu, katika mazingira haya
naweza nikatia moyo ni kwamba tunakoelekea ni kuzuri. Mama anafanya mambo mazuri. Wakati huu tunaona ujenzi wa daraja hili kubwa la Nguva linaendelea vizuri na naona linaelekea kukamilika kabisa kama unavyoona. Linaenda kukamilika vizuri. Nadhani tumekuwa na moyo wa kwamba kumbe tunaelekea kuzuri kabisa. Kwa hiyo bodaboda wenzangu, wafanyakazi wenzangu, katika mazingira haya naweza nikatia moyo ni kwamba tunakoelekea ni kuzuri. Mama anafanya mambo mazuri. Kwa jina naitwa Jovina Joseph. Ni mzaliwa wa hapa Mwongozo Kibaoni. Tunamshukuru Mama Samia kwa ujenzi wa madaraja. Pia namshukuru kwa awamu ya pili. Aendelee na ujenzi kama huu. Tunanufaika na mamalishe wa hapa Mwongozo Kibaoni. Hasa mimi kwa kuwasomesha watoto na hela kutumia hela hiyo ya hapo na ujenzi wa daraja. Nashukuru kwa mafanikio hayo. Nashukuru sana mwanamke mwenzetu Mama Samia. Asante.